tutaendelea kusimamia rasilimali hizo tuhakikishe zinawanufaisha Watanzania. Ndio maana na mimi niliyepewa jukumu hilo la udhibiti, popote pale ninakopita, nikikuta kuna upotevu wa fedha iliyokusudiwa kwenda kwenye miradi ya maendeleo, hatuangalii sura hata kidogo. Nilipita wilaya moja nikakuta wamegawana fedha, nikamwambia waziri, fyeka wote, wilaya ianze upya, hatuwezi kufanya mzaha. Nikapita kwingine nikakuta wamegawana fedha, waliposikia ziara wakarudisha miamala. Nikasema pamoja na kurudisha lazima wafyekwe. Ndio maeneo mengine napita nakuta fedha imetolewa kwenye hospitali, lakini kila wakati wanawaambia wananchi nenda kanunue dawa kwenye duka kule, kioski gani kule, wanatanguliza kwenye maduka yao. Hili ni jambo ambalo halikubaliki. Hatuwezi tukawa na utoshelevu wa dawa kwenye takwimu na kwenye bajeti na kwenye fedha zinazotolewa, lakini kila mtu akienda hospitalini aambiwe kanunue dawa kwenye kioski. Kioski kinatoa wapi dawa ambayo serikali haiwezi ikapata, kama sio za wahusika wenyewe wale wamezitanguliza kule kwenye kona wakakutana nazo. Haya niwaambie, kila eneo naweka utaratibu wa kufuatilia budget hizi, zimepokelewa fedha ngapi, zimekwenda wapi, na dawa zile zimekwenda wapi. Hakuna ulegevu kwenye maslahi ya Watanzania. Kwa hiyo mimi niwaombe, wala msiwe na mashaka. Upele umepata mkunaji.